Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa furaha na bashasha ninakukaribisha msikilizaji wangu popote ulipo kwenye kipindi chako pendwa kilichoandaliwa na channel yako pendwa, channel ya Bado Kuna Ushindi TV online TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo katika mafundisho yetu tunakwenda kuangalia makala ya kiuchunguzi juu ya siri ya majira ya mwaka mpya wa kikalenda dhidi ya mwaka mpya wa kuzaliwa. Karibu tumakinike pamoja na tuanze kwa maombi. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Sante kwa kuwa Mungu wetu utatupa uelewa na ufunuo juu ya kile tunachotaka kukitafsiri kwa kina, ili kuleta ufahamu na hatimaye kutufanya kuwa washindi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Tuko kabisa ukingoni mwa mwaka 2025. Ni vizuri tunapomaliza na tunapoanza tuwe na ufahamu juu ya jambo hili muhimu sana katika maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunapotazama Biblia katika kile kitabu cha Mwanzo, tunaona uumbaji wa Mungu ulizingatia siku 6. Lakini hizi siku 6 zilikuwa ni siku za kimbingu. Unaposoma vizuri katika kitabu cha Zaburi, unaona Daudi anajaribu kufafanua zile siku. Tusizitazame katika namna tunavyoweza kutazama hizi siku zenye masaa 24. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zile ambazo Mungu anaziandika hapo zilikuwa tofauti na siku tulizonazo leo. Biblia inasema mwaka mmoja kwa Mungu ni sawasawa na miaka 1000 kwa mwanadamu. Maana yake siku zile ambazo Mungu alizitumia kuumba hazifanani na hizi siku za masaa 24. Na jambo hili liliendelea kwa muda mrefu na kimpangilio, mpaka katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 14, Biblia inasema Mungu akatangaza uwepo wa jua, mwezi, nyota na sayari, na akasema sasa hivi vitu visiwe kwa ajili ya mwanga tu, viwe kwa ajili ya majira, kwa ajili ya nyakati, kwa ajili ya muda. Kwa hiyo unaanza kuona Mungu anaziondoa zile siku za kiungu, anazileta sasa, zinaanza kumsogelea mwanadamu kuwa siku za kibinadamu ambazo zimebeba majira, ambazo zimebeba saa, ambazo zimebeba nukta hii tunayoishi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika makala yetu haya, baada ya kujua hiyo siri, nataka ujue siri iliyofichwa ndani ya majira ya mwaka wa kikalenda dhidi ya mwaka wa kuzaliwa. Kwa hiyo mwanadamu ana vituo viwili muhimu sana. Anapaswa ajue ana kituo cha kikalenda, haleluya, na ana kituo cha siku ya kuzaliwa kwake. Kila kimoja kina kazi muhimu sana katika mustakabali wa maisha ya mtu. Kwa hiyo makala haya yatatupitisha huko kwa kina, tujue nini Mungu anataka, kwa nini Mungu amefanya hayo, kwa utukufu na kwa ushindi wa maisha ya ustawi wako wewe kibinafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuanze kwa mfumo wa swali. Je, muda ni gereza au ni fursa? Narudia tena. Je, muda au nyakati ni gereza au ni fursa? Hili ni swali la msingi sana. Unapoendelea kutafakari na mimi makala hii, lazima uwe na jibu la kwamba muda kwako huwa ni gereza au muda kwako huwa ni fursa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika msukosuko wa ulimwengu usio na breki, binadamu anajikuta akielea kwenye bahari ya muda isiyo na mwisho. Bila kalenda na tarehe za kumbukumbu, maisha yangekuwa mtiririko mmoja mrefu unaochosha sana, kama vile safari ya jangwani isiyo na alama za barabarani. Lakini siri iliyojificha katika Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 14, Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 14, hii ni siri ya ajabu sana ambayo imejificha hapo. Kama tutaijua, tunaweza tukafika mbali. Siri hii ya Mwanzo 1:14 inafafanua kuwa Mungu hakuweka jua na mwezi kwa ajili ya mwanga tu, bali kama alama za majira, siku na miaka. Kwa hiyo katika makala yetu hii tunayoendelea kuitafakari kwa kina ya kiuchunguzi, makala yetu hii ya kiuchunguzi, tutachunguza kitaalamu na kiimani nguvu ya vituo viwili vya wakati. Kituo cha kwanza ni mwaka wa kikalenda
ambao kusudi lake kubwa ni kutengeneza umoja wa kidunia, yaani wa dunia itazame mambo kwa pamoja, mwanzo kwa pamoja, na kituo cha pili ni mwaka wa kuzaliwa. Sasa huu ni umoja wa kibinafsi, yaani wewe binafsi unatazama mwaka wako wa kuzaliwa kama nini, una faida gani kwako katika jamii inayokuzunguka. Na tutatazama jinsi ambavyo kutokuzingatia mifumo hii ya vituo viwili kunaweza kusababisha anguko baya na kubwa kama lililowahi kumpata kiongozi mmoja wa kihistoria anayoitwa Daudi. Daudi alipita katika anguko hili kwa sababu ya kutokuzingatia mwaka wa umoja wa kimaazimio ya kidunia kwa dunia aliyokuwa anaishi yeye wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni muhimu sana mtu wa Mungu kuzingatia jambo hilo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Daudi alianguka katika jambo baya sana ambalo lilisababisha mambo mengi mabaya katika maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapoangalia sasa, tunaona jinsi ambavyo mwaka mpya wowote unapoanza una mambo ya msingi ya kuzingatia ambayo ni vizuri ukayafahamu. Jambo la kwanza, tunataka kuangalia mwaka mpya wa kikalenda. Mwaka mpya wa kikalenda ni mkataba wa jamii wa mapatano ya pamoja. Inawezekana ikawa ya kitaifa ama ya dunia ama ya kikusudi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwaka mpya sio mabadiliko ya kifizikia ya dunia, bali ni mkataba wa kisaikolojia na kiroho. Ni mkataba wa kisaikolojia na kiroho. Unawakilisha mwanzo wa jamii, unawakilisha mwanzo wa jamii, collective start. Lakini jambo hilo hilo lina mwaka mpya wa kikalenda unatoa uthibitisho wa kimfumo, unatoa uthibitisho wa kimfumo, inaitwa social proof. Social proof hii inatumia nguvu ya kundi la pamoja lililopatana juu ya mustakabali wa kile walichokusudia. Kwa hiyo mwaka mpya wa kikalenda yao unatoa nguvu ya pamoja. Wakati mamilioni ya watu wanapokubaliana kuwa tarehe fulani ni mwaka mpya, kuwa tarehe fulani ni mwaka mpya, Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba tarehe fulani ni mwaka mpya unaanza, hii inazalisha nishati ya pamoja inayorahisisha kuleta mabadiliko katika jamii hiyo. Tunapoangalia katika msingi wa kibibilia na kanuni ya mapatano, katika Mathayo 18 mstari wa 19 mpaka wa 20 inasema, wawili wenu watakapopatana duniani juu ya jambo lolote. Unapomalizia ule mstari unasema Baba yenu wa mbinguni atafanya. Kwa hiyo dunia ilipatana kwamba Januari 1 ni mwanzo wa mwaka. Walipopatana hivyo dunia, mbingu ziliachilia baraka za utaratibu juu ya mapatano hayo. Dunia ilipopatana kwamba tarehe 1 Januari ni mwanzo wa mwaka kwa mamilioni ya watu, mbingu kazi yake ilikuwa ni kuachilia baraka ili kuthibitisha walichokipatana ni sahihi na kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini tunaona mtu yoyote anayepuuza mapatano ya kijamii ya pamoja, kuna anguko kubwa sana ambalo huwa linasababisha maisha ya mtu huyo kuharibika. Tunapoangalia anguko la Daudi katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 11 mstari wa kwanza, Biblia inasema hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati wa falme. Haleluya, wakati wa falme. Wakati wa falme, wafalme walikuwa wanafanya nini? Wakati wafalme walipokuwa wanakwenda kupigana, maana yake jamii ya wakati ule ilikuwa imepatana. Kila unapofika mwaka mpya, walikuwa wafalme wanatoka wanakwenda kupigana kwa ajili ya kupanua mipaka yao, kwa ajili ya kupanua jiografia yao, kwa ajili ya kuimarisha ufalme wao. Kwa hiyo wafalme pamoja na wanajeshi wao walikuwa wanakwenda katika vita. Lakini tunaanza kuona Daudi, yeye alipuuza hii kalenda ya kijamii ya taifa lake. Yeye alibaki nyumbani,
wakati wa mwanzo wa mwaka ulipokuwa unaingia, wakati alikusudiwa kwenda kupambana kwa ajili ya kupanua upanuzi wa mipaka yake, lakini yeye alibaki nyumbani, alibaki kwenye comfort zone. Katika kubaki kwake, madhara makubwa yaliingia, madhara makubwa yalileta aibu kubwa kwenye maisha yake. Haleluya, haleluya. Alipata anguko baya, anguko la uzinzi, akazini na mke wa Uria, jambo ambalo lilichafua mustakabali wa Daudi, lilichafua sifa yake na kuharibu maisha yake kwa kiwango kikubwa. Hili kovu halikutoka, ndilo kovu lililoleta uharibifu kwenye familia yake. Watoto wake wengi wakaangukia katika uzinzi. Hata unaona Amnoni anambaka dada yake Tamari, Absalomu anachukia dada yake kubakwa, anamuua Amnoni. Kwa hiyo hakukutulia. Hata Solomoni hili kovu lilimwathiri, akaoa wanawake zaidi ya 700. Alikuwa na wanawake 300 na masuria 700, wanawake 1000 akaoa. Kwa hiyo kalenda, siku zote fundisho lake kwetu, kalenda inakuwa ni mahali unapaswa kuwa ili kuepuka majaribu ya muda usio na mpango. Katika hichi kisa cha Daudi kinaonyesha kilichosababisha uharibifu ule ni kwa sababu alikuwa tofauti na kalenda. Alikwenda kinyume na mapatano ya kalenda ya taifa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kituo cha pili cha kuzingatia sana ni mwaka wa kuzaliwa au birthday. Haleluya. Hii birthday ni poto ya hatima ya mwanzo wa nafsi yako, ni poto ya hatima ya mwanzo ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tofauti na kalenda inayohusu dunia, siku yako ya kuzaliwa ni mwaka mpya wako binafsi. Huu ndio mzunguko wa kibiolojia na kiroho unaokuhusu wewe binafsi, wewe peke yake. Sasa faida ya kisaikolojia ya mwaka wako wa kuzaliwa, maana yake ni the fresh start effect. Tunapochunguza sasa, unaonyesha kuwa binadamu anahisi kuwajibika zaidi, anapata accountability siku yake ya kuzaliwa kuliko ni Januari 1. Hii ni kwa sababu Januari ni ya kila mtu, lakini birthday yako ni siku yako ya uumbaji, ni siku yako ya kusudi la Mungu kuwepo duniani, ni siku la tangazo la kuwepo kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo hili, ile kalenda ya birthday yako, faida yake kiroho inaitwa personal prophetic portal. Hii ni siku ya kutathmini, kama vile Zaburi ya 90 mstari wa 12 inavyosema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Kwa hiyo siku ya kuzaliwa ni siku ya kufanya maagano mapya na Mungu kuhusu kusudi la kuwepo kwako, purpose yako, kwamba wewe umekuja kufanya nini na sio kazi bure. Lakini kijamii, siku yako ya kuzaliwa ni siku ya tathmini, haleluya, ya urithi, legacy yako. Unaacha kwa watu nini kupitia mzunguko wako? Mzunguko wako ulipofikisha miaka fulani, jamii ilifaidika nini na uwepo wako? Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi nataka tuishie hapa kwa leo, lakini nataka nikutie moyo kwamba Mungu anajua, na ndio maana ameleta fundisho hili ili ulitazame, likusaidie kwa kina. Tutaendelea na series zinazofuata. Usikose kufuata mpangilio huu. Nimekupa kipengele kimoja tu, na ni muhimu sana kufuatilia ili uweze kufikia kusudi Mungu alilokusudia. Tutafuata kuja kuangalia siri iliyojificha katika mapigo ya muda na jinsi kalenda inavyoongoza hatima ya mwanadamu. Nataka nije nikufundishe hii siri. Ni muhimu sana kuzingatia. Baki umebarikiwa. Mungu wa mbinguni asikuache, awe pamoja nawe katika jina la Yesu. Ninakutakia baraka za Bwana unapokuwa unatafakari habari ya mwaka katika jina la Yesu. Unapomaliza na kuanza, kuna mambo nitakufundisha huku chini ili ujue namna ya kumaliza na namna ya kuanza siku yako ya kuzaliwa na mwaka wa kidunia. Mungu akubariki. Baki umebarikiwa na Mungu. Ninatamani akupe mwangaza wa Roho wake Mtakatifu kukupa
ufunuo zaidi juu ya hiki katika jina la Yesu. Basi mwisho wa kipindi cha leo ni mwanzo wa kipindi kizuri kinachofuata juu ya siri iliyojificha katika mapigo ya muda na jinsi kalenda zinavyoongoza hatima za watu. Hebu endelea kutufuatilia. Mungu ameandaa mambo mazuri ya kukubariki, lakini ya kukuelimisha ili utoke katika kile ambacho kimekuwa kikikutesa kwa miaka mingi. Usifurahie kwanza kwa mwaka na siku yako ya kuzaliwa kwa kula keki na kufungua champagne, bali kuna jambo la msingi huko mbele, usikose. Mungu atakufunulia katika jina la Yesu. Usisahau kusubscribe. Hebu mpendwa, like kazi zetu, comment kwenye kazi zetu. Hii ni kuonesha kwamba unajali na kwamba tunakufikia. Tuambie ili tuweze kujirekebisha kwenye comment section zako, kwenye comment section zetu hapo, lakini like kuonesha kwamba unapenda kazi zetu. Lakini tunaomba usubscribe, ushare kwa wengine ili na wao wapate maarifa haya. Tupe mileage kwa kuwafikia watu wengi ili mafundisho haya yawe thabiti kwa ajili ya wakati huu katika jina la Yesu. Baki umebarikiwa na Mungu akubariki. Hallelujah. Amen.